Yaani ya jua kali. Yes. Okay. Unapata vizuri. Tufanye kitu. Ameshafanya interview sasa. Okay. Wewe unajua tufanye kitu kidogo nitema. Poa vipi? Wewe jamaa sana. Shtulia na Moni yake basi. Shtulia na Moni. Tu tufanye kitu. Sawa, Linex Namna. Kwanza karibu Dodoma, lakini pia pole kwa msiba ambao umetokea wa moja kati ya wasanii wa uchekeshaji lakini mwanatasnia. Labda kwa ufupi ulimfahamje MC Pilipili, lakini pia unaweza kumzungumziaje kama binadamu? Ukimtaja MC Pilipili kama mchekeshaji kwangu mimi nakuwa sikuelewi, kwa sababu MC Pilipili alikuwa mgawa riziki. Dr. Riziki. Najua kama unavyojua mimi na nyimbo ambazo zinapendwa kwenye maharusi, kwenye nini, na yule ni MC. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye mimi nilikuwa nimekaa nyumbani na ni Jumamosi, ni weekend, sina kazi, sina nini. Ila akanipigia tu simu. Sasa bwana, kuna kazi hapa. Uko wapi? Naambia niko nyumbani. Una suti nzuri? Naambia ninayo. Vaa chapti ya moka, njoo hapa. Natoka naenda pale na kwa napata hela. Unaona? Kwa hiyo unajua sisi wanadamu kwa ujumla tu, labda nikwambie kitu. Sisi wanadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa kushukuru kwa yote. Kwa kama tumeumbwa kwa sababu ya kushukuru kwa yote, kwa hiyo tuna mazuri ambayo huwa yanakuja kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tuna mabaya pia yanakuja kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hatuwezi kuchagua kwamba sisi tushukuru tu kwa mazuri. Hapana. Hata unapokuja magumu kama haya na mabaya kutumiza mioyo, hatuna budi kupokea, kwa sababu sisi tumeumbwa kushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alaze roho ya ndugu yangu MC Pilipili. Mimi akai kama mchekeshaji, kwa sababu ni mtu anasababisha familia yangu inaweza kupata riziki. Anyway, it's okay. Cool.